popote wananchi, kuokoa gharama za kufuata huduma za mahakama. Kuna mengi ya kusema lakini leo itosha kwamba Mheshimiwa Jaji Jacobus Mwambogera, ukiongoza jopo la majaji wa mahakama ya rufani ambao tumejumuika leo hii hapa. Namwona Mheshimiwa Zefaren Gareba, Mheshimiwa Edith Mgonya, Mheshimiwa Abraham Mwampashi na Mheshimiwa Agato Ubena. Lakini pia majaji wa mahakama kuu wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji Kiongozi Mustafa Siani. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, karibu sana. Ndugu Leonard Baraka, Katibu wa Bunge, karibu sana. Naona pia mawakili hapa wa serikali na jopo hili la mawakili wote likiongozwa leo na mkurugenzi wa mashtaka ndugu Sylvester Mwakitaru, akiwa ameambatana na ndugu Cornelius Njore, mwandishi mkuu wa sheria akimwakilisha mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini pia naibu Solicitor General, Deputy Solicitor General, Rais wa Chama cha Mawakili Tanzania ndugu Boniface Mwabukusi, na ndugu Mlamba, mkuu wa chuo cha mafunzo ya sheria kwa vitendo. Nimeona wenzangu pale Baraza la Elimu ya Sheria wakiongozwa na ndugu Rugazia Senior Learning Council. Karibuni sana. Lakini na viongozi wengine tulioambatana hapa. Ninaona manaibu wasajili wa mahakama, mahakimu na viongozi wote wa muhimili wa mahakama tuoko hapa na watumishi wote. Na ninyi mawakili ambao mmekuwa mawakili wa mahakama kuanzia leo, na wale ambao pia wameambatana ninyi, familia zenu, karibuni sana mahakama ya Tanzania. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kushiriki tukio hili leo. Ni tukio kubwa na muhimu sana katika maisha yetu na maisha yenu. Mnaingia kwenye mkondo wa kutekeleza majukumu ambayo kwa kawaida sio ya sisi ya binadamu, ni ya Mwenyezi Mungu, mkisaidia mahakama ya Tanzania. Ni tukio muhimu. Hiki kiapo mlichokuwa mnaapa hapa, kichukulieni kwa udhati ipasavyo, na niwapongeze kwa kufikia hatua hiyo. Isiyo hatua ndogo, ni hatua muhimu sana. Endeleeni kutekeleza majukumu yenu mkimtanguliza pia Mwenyezi Mungu. Na kwa leo ninayosema hapa, ninyi wote mnakiri kuwepo kwa Mwenyezi Mungu, na baadaye nitakuja kusema kitu kuhusu ninyi. Na niwashukuru viongozi na wageni waliko wote mliojumuika nasi siku hii ya leo. Natambua ugumu na uzito wa ratiba zenu za ndani na nje ya ofisi. Mlikuwa na uhuru wa kuwa mahali pengine, lakini nimeona ni vyema kuwa nasi siku ya leo. Kwetu sisi ni faraja na heshima kubwa. Natambua kuwa leo ni siku muhimu sana kwenu kama wanataaluma. Ni siku ya kutafakari na kutathmini juhudi na dhamira zenu zilizowawezesha kufikia hatua muhimu kama hii. Ni imani yangu pia kuwa leo ni siku ya furaha pia kwa wazazi na familia zenu na wapendwa wenu ambao wameshiriki kwa njia mbalimbali katika safari yenu ya mafanikio haya. Na mnapaswa muenzi mchango wa wazazi wenu, ndugu zenu na marafiki zenu katika kuwezesha kufikia hatua hii, wakiwemo na walimu wenu vyuo vikuu, mliosoma vyuo vikuu na hata hicho chuo cha elimu ya mafunzo kwa sheria, na hawa ambao mnatoka kazini. Na niwaambieni kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 75 cha sheria ya mawakili, hii sura 341 toleo la mwaka 2023, ninyi ni maafisa wa mahakama. Na kundi hili la maafisa wa mahakama linajumuisha pia mawakili walioko kwenye utumishi wa umma. Leo nataka niwaambieni kwamba mna mchango mkubwa sana kuisaidia mahakama kama maafisa wa mahakama kuja kufikia maamuzi yanayozingatia haki kutokana na uhalisia wa matukio yenyewe.
Leo nisingeongea kama si haya niliyozungumza hizi siku za karibuni. Moja, nikiwakumbusha sisi wenzetu huku mahakamani umuhimu wa kutenda haki bila kufungwa na masharti ya kiufundi kupita kiasi. Sasa sisi mahakamani, mahakimu na majaji, hatukai peke yetu. Tunasaidiwa na ninyi mawakili mlioko kwenye utumishi wa umma na mawakili mnaojitegemea. Ninazungumza na ninyi kuwataka mtusaidie. Hatutataka kuendekeza mambo yale mnayoleta ya kiufundi bila sababu za msingi. Na sisi huku mahakamani tumesha kubaliana pale ambapo mahakama ina mamlaka ya kusikiliza hilo shauri, tusingetaka kufungwa na masharti sio vitu gani na vitu gani. Kwa hiyo mtusaidie ninyi mawakili wa serikali na mawakili mlioko katika utumishi wa kujitegemea. Mawakili walioko katika utumishi wa serikali sehemu kubwa imegawanyika kwenye ile ofisi ya mwanasheria, wakili mkuu wa serikali sasa na ofisi ya taifa ya mashtaka. Tunataka mtusaidie tufikie haya haki kwa ufanisi ipasavyo bila kufungwa na masharti haya ya kiufundi. Kwa sababu moja, kwanza kuna baadhi yenu watu wanakuja mahakamani wa Tanzania hawana mawakili wanaowakilisha. Serikali imelazimika kuwawekea utaratibu mzuri, ikatunga ile sheria msaada wa kisheria watu wasiojiweza, The Legal Aid Act, sheria ilifungwa 2017. Mimi nilikuwa mwanasheria mkuu wa serikali ili muweze kutoa msaada huo. Na Tanganyika Law Society nimeona na ninyi mnao department mahususi inayohusika kutoa misaada aina hii kwa watu indigent, watu wanyonge, watu wasiojiweza, lakini mnaona kabisa hawa other things being equal walikuwa wanapaswa kustahili kupata haki, lakini wana wakilishi na ni watu maskini, ni watu wanyonge. Endeleeni kulitekeleza hilo jukumu kwa ufanisi ipasavyo. Na wala msitegemee project nyingine za serikali kama hatua iliyochukuliwa sasa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ile Samia Legal Aid Project, we cannot live by that one. Ninyi wenyewe pia mjiongeze, ni sehemu ya wajibu wenu. Na mnapotekeleza hilo jukumu litekelezeni kwa ufanisi ipasavyo na wala sio kwa unyonge. Kwa sababu ni dhamira yenu ni njema, mmejiwekea hiyo ninyi wenyewe kama kwenye policy yenu. Lakini kundi la pili kwenye hii ya mawakili wa serikali, ofisi ya taifa ya mashtaka. Ofisi ya taifa ya mashtaka inaanzishwa na ibara ya 59 Kepto B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio ofisi ambayo imepewa mamlaka ya kufungua, kuendesha na kusimamia mashauri yote mashtaka. Na inapokuwa inatekeleza majukumu hiyo ikiongozwa na mkurugenzi wa mashtaka, katiba inaelekeza ibara 59 Kepto B sub article 4 kwamba itakuwa huru, haitaingiliwa na mtu yoyote na wala na mamlaka ya mtu yoyote, isipokuwa itazingatia mambo matatu yafuatayo: moja, nia ya kutenda haki; mbili, maslahi ya umma; tatu, kuzuia matumizi mabaya ya sheria. Kayaishini haya yote, tunataka kwenda mbele kwa namna ambayo watu wapate haki. Na kwa sababu hiyo wakati fulani naonaga mnakula na viapo, na kama mlivyokula viapo hapa, na nyinyi wote mnaenda adha kushiriki ibada aidha misikitini au kwenye makanisa. Nitawakumbusha kile ambacho Mwenyezi Mungu anakisema, na nitakumbusha baadaye ambacho Mwenyezi Mungu anakisema. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi mlizingatie, mtusaidie kutenda haki bila haya masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Hilo la kwanza linatuhusu wote tuliokula viapo leo na wale ambao tulishakula viapo siku nyingi. Na hivi karibuni pia nimeongea na madalali na wasambazaji wa nyaraka. Nikazungumza changamoto walizo nazo ambazo pia zinahusu baadhi yenu. Lakini pia nilipata fursa ya kuongea na naibu wasajili wa mahakama. Nataka kuyarejea haya kwenu kusudi ya wasaidie. This time around nataka mwelekezo tuyapeleke kwenye watu wanyonge katika jamii. Watu wanyonge katika jamii. Na hawa sisi huku mahakamani tuliwatungia kanuni ambazo zitangazwa katika gazeti la serikali namba 110 la mwaka 2019. The Adjudication and Application of Rules, Practice and Procedure in Cases Involving Vulnerable Groups Rules. Hizi ni kanuni zinazowahusu watu wa makundi ambayo ni tunishukulie tu kwa lugha rahisi kama wanyonge.
Na watu hawa wametafasiriwa katika sheria hiyo, makundi haya maalum. Yanamaanisha makundi fulani ya watu ambao kutokana na tamaduni za kijamii, kiuchumi zilizopo katika jamii ni dhaifu na wanabaguliwa au wamekuwa waathirika wa muda mrefu wa ukiukwaji wa haki, na hawa ni pamoja na wajane, watoto, wazee na watu wenye ulemavu. Mimi nataka kila mmoja wetu anaposhughulika na haya awe makini. Sisi tutamfuata moja moja huko na kwanza kumchapa viboko, lakini tukimjua kwamba anatempa na haki za watu hawa, kama Mwenyezi Mungu atachelewa kumwajibisha, sisi hapa tutamwajibisha. Na kanuni hizi zimeweka utaratibu ambao nawafundisha ninyi mnaoingia kwenye hii practice leo, na nawakumbusha wale ambao umekuwepo. Na ninataka mtusaidie mawakili, mtusaidie huku mahakamani. Je, hizi kanuni zinazingatiwa? Na kwa mfano, hizi kanuni zinaweza kwamba kesi yoyote inayohusu watu kutoka katika kundi maalum itapaswa kuhitimishwa ndani miezi 6 kuanzia tarehe ya kuanza kwa usikilizaji wake, isipokuwa kama kwamba mahakama inaweza katika hali ya kipekee kuongeza muda huo kwa kipindi kisichozidi miezi 3. Je, haya tunayatekeleza huku mahakamani? Mtuambie. Wakumbusheni mahakimu, wakumbusheni majaji. Na ninyi wenyewe mubehave kana kwamba mnataka kucomply na hili sharti hili. Sio ninyi ndio mwanze kuwa mnawacheleshea hawa watu. Na nimewatajia makundi haya yanajumuisha ni pamoja na wajane, watoto, wazee na watu wenye ulemavu. Na tumeweka taratibu za kisheria hapa. Halafu na jaji au hakimu anayesikiliza kesi inayohusu mtu kutoka katika kundi maalum atatakiwa katika hatua zote za kesi hiyo, ikiwemo usajili, usikilizaji na utoaji wa uamuzi, kuipa kesi hiyo kipaumbele kuliko kesi nyingine zote. Na ninyi mtawakumbusha wanaozembea huko kwamba kuna maelekezo hapa ya Mheshimiwa Jaji Mkuu, uyape kipaumbele hizi kesi. Na kesi sheria haziwezi kuwa mnatungwa alafu mnatuachia tu sisi, na sisi wengine tumeshazeeka. Ninyi naona wengi wenu ni vijana, mna wajibu wa kuwa mnatukumbusha kule mahakamani kwa heshima. Wao ni mawakili wa serikali au ninyi mawakili mloko kwenye private service. Hamwezi mkawa ninyi watu wa mstari wa mbele kwa serikali na mahakama. Ninyi mmetekeleza wajibu gani? Wakumbusheni, ninyi maafisa wa mahakama. Ndicho kifungu cha 75 cha sheria ile ya mawakili kinachoelekeza maofisa wa mahakama. Maofisa wa mahakama wana behave namna gani? Ninyi wote hapa mloko kwenye public service na nyinyi kwenye private sector. You are both court officers. Court officers, you're not judicial officers but court officers. How do should you behave? Lakini kanuni hizi pia zinaweza kwamba itakuwa ni wajibu wa kila mahakama kuteua afisa dawati atakayeshughulikia mambo yanayohusu makundi maalum na mahitaji yanayoendana nayo. Kazi za afisa dawati zitakuwa ni A, kutambua kesi na wahusika na kuwasilisha taarifa hizo kwa jaji au hakimu aliyepangiwa kesi hiyo. B, kuwatambua watu wenye uhitaji maalum. C, kuanzisha na kutunza kanzidata ya kesi zinazohusu makundi maalum. D, kutoa elimu na kuwaongoza wafanyakazi wengine kuhusu masuala ya makundi maalum. Na E, kutekeleza majukumu mengine yote kama atakavyoelekezwa na jaji au hakimu mfawidhi. Huku mahakamani hilo litekelezeni kwa ufanisi ipasavyo. Na mnapoona mawakili hawa wanakuja huku, mjue mmeshayatambua hawa watu wenye mawakili. Kesi zao mzinani, mwambie hao mawakili wengine hawajui. Mwambie, we're going to be proactive kwa kufanya hii sheria itekelezeke. After all, tulitunga sisi wenyewe mahakamani. So since we are supposed to be in the forefront kwenye implementation and execution of this law accordingly. Na katika shauri lolote la madai au la jinai, endapo itaonekana kwa jaji au hakimu anayesikiliza shauri hilo kuwa kwa maslahi ya haki mtu mwenye uhitaji maalum anapaswa kupata msaada wa kisheria, jaji au hakimu huyo atawezesha mtu huyo kupata msaada wa kisheria kwa mujibu wa sheria msaada wa kisheria. Huku linawahusu sisi wenzetu huku mahakamani. Take this into consideration accordingly.
Na wakati fulani na ninyi msisubiri kusubiri mpaka jaji hakimu ndio atambue kwamba huyu mtu ana mahitaji maalum. Hivi ninyi mahakimu mko wapi hata kuangalia? Kwa hiyo msaidie mahakama iweze kutenda haki kwa ufanisi ipasavyo. Na sisi mahakamani tulipotunga kanuni hizi pamoja na mambo mengine, tulikuwa tunazingatia maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya 41 mstari wa 1 hadi wa 3. Katika kitabu hiki kinatuhusu wote. Hata hii Zaburi inakubalika kila sehemu. Zaburi 41 mstari wa 41 tulikuwa tunazingatia haya. Tungesoma hata kwenye Qur'ani tungekuta tu maelekezo ya Mwenyezi Mungu kuhusu hiki kitu. Kwamba heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamwokoa siku ya taabu. Hawa tunaowasema ndio kama manyonge, japo sio wanyonge, lakini ndivyo wanavyochukuliwa kwa ajili ya kitamaduni na sijui na vitu gani. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi, wala usimtie katika hali wamtakiayo adui zake. Bwana atamtegemeza alipo mgonjwa kitandani, katika ugonjwa wake atamtandikia. Hatuwezi tukawa tunataka kufanikiwa katika nchi alafu bado tunawapuuza wanyonge, wakiwemo na hao wajane na watoto. Halafu mnataka tuugua magonjwa tunataka kupona, hawa wamwazingatii, mtaponaje? Na Mungu hanunuliwi. You're going to live by this one. Accordingly, if you want to be so much successful kwenye career yako na katika maisha yako hapa, uwezi ukawa wewe unajinufaisha wewe mwenyewe, unatumika kuwanyanyasa watu alafu unataka ufanikiwe. Hata ukiugua Mungu atakuacha tu kwa sababu hukuwa msaada. Haya maneno nendeni miyaishi. Na kwa sababu hiyo pia ninawarejesha kwenye kanuni hizi za madalali na court process servers. Inaendana na hizi. Kwanza kuna masharti pale ambacho mnapaswa kufanya nini? Hawa court process servers tumewekea kanuni za maadili. Hizi kanuni za maadili na usambaza nyaraka, tangazo la serikali namba 363 la mwaka 2017, na likarekebishwa pia kupitia tangazo la serikali namba 106 la mwaka 2019. The court brokers and the process servers appointment, remuneration and disciplinary rules of 2017. Haya, nendeni leo mkaishi. Ninyi sio madalali na wala ninyi sio wasambaza nyaraka, lakini mnashirikiana na hawa jamaa kwenye utekelezaji wa majukumu yao na yenu. Hizo wakati wa kesi zinasikilizwa au wakati wa execution. Ninawasomea haya kuwakumbusha ninyi wa vijana mliohitimu leo na wengine ambao mko kwenye practice. On this one we're going to be so much serious and strict to enforce these rules accordingly. Siku ile nilipozungumza na madalali na hawa process court process servers, niliomba intervention ya polisi na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, tulimalize hili swala once and for all. Na hivi karibuni niliona clip moja kwenye mtandao, mama yule wa kule Goba, ambao watu walienda kumuondoa kwenye nyumba wakiwa wamepana na mabounce. Nilipofuatilia mahakamani nikakuta mahakama imefanya maamuzi, imempa yule mama na kara za hukumu, wameroji rufaa yao. Hakujawahi kuwa na any application execution wala order mahakamani pale mahakamani. Arresti watu wanaenda kuwatoa watu mahakamani kwenye makazi yao, tena wanyonge. Alafu wamembatana watu wanaitwa mabouncer. Sijui polisi wao wanakuwa wapi? Ama bouncer mwabukusa wachukulieni hatua. Why can you so much passive on this one? Nitakuja kuzungumza na ninyi wajibu wenu baadaye. Tunataka kuishi kwa mujibu wa sheria. Hivi nani kama mtu anachukua mabouncer, yani yeye amewafanya hata mapolisi. Yani kuna mtu anaweza akaraise majeshi hapa zaidi ya serikali? Katiba inachosema anaweza kuanzisha majeshi ni serikali peke yake. Hakuna mtu anaweza kuanzisha vikundi vya kwenda kuterrorize watu.
Hawa mnawalea namna gani? Sisi mahakamani hatujawahi kutoa oda yote. Hakukuwa na any application wala proceedings is execution kwenye mahakama kuu division ya ardhi pale Dar es Salaam. Haya yamekuwa order of the day. We don't want to entertain this. We're going to deal with this accordingly. Mawakili wa serikali tusaidieni. Mawakili wa kujitegemea tusaidieni hili tulimalize. Hamwezi mkaiachia mahakama peke yake tu. Sisi wajibu wetu ni kusikiliza kesi hizi tuzimalize kwa ufanisi, kwa haki ipasavyo. Sasa hizi kanuni kama nilivyokwisha kusema zinawahusu madalali na wasambaza nyaraka, lakini maadili yao yote katika ile kanuni ya 7 na 8 zinawahusu wote. Moja, wanapaswa wawe waadilifu. Pili, wawe waaminifu, honesty, wawe na competence, uwezo wa kumudu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi pasavyo. Alafu watoe huduma bora, wawe na usiri, alafu wawe watu wa kujituma, kuzingatia faraga na sitaha ya watu dhaifu, hawa wanyonge katika jamii na faraga yao, na kuchukua tahadhari katika mazingira ambayo sio rafiki kwao wanapotekeleza wajibu wao, lakini wao watu wa ushirikiano. Sasa wale hatuwezi kulea watu ambao sio waadilifu. Kanuni yao iko hapa. Mara ngapi tunaona hawa sambaza nyaraka wanadai kwamba wamemfikishia yule bwana zile summons au zile nyaraka hawajapeleka. Wanakula viapo vya ovyo. Nimeshazungumza nao. Alafu wale mnawakilisha nini? Ninyi wao mko wapi? Ninyi msiwe accomplice kwenye hiki kitu. Msiwe accomplice. Nadhani polisi au PCB atakapokuwa anaanza kufuatilia huko, msije tukaraumiana. Tunataka tulimalize hili swala. Tulimalize, watu waishi kwa amani. Na hawa watu, kanuni zinaeleza kuwaheshimu watu walio katika makundi maalum pamoja na faraga na heshima ya mwanamke. Kanuni zimesema kabisa hapa. Watu wanafanya kana kwamba wanawake sio watu vile sijui. Alafu sisi wote tunatokana na hawa wanawake, tunakaa mle kwenye matumbo ya hawa mama zetu miezi 9. Wakati fulani tunazaliwa kwa shida, na mama zetu wakati fulani wanapoteza uhai wakati wanatuzaa. Na hata leo niko hapa ninyi madume makubwa kabisa na majiki makubwa kabisa hapa. Lakini mmesindikizwa na baadhi ya wazazi wenu. Upendo ule wa mama kwenu. Alafu baadaye tunawatendea kana kwamba wao sio binadamu. Mimi I want to entertain this. Hizi kanuni zipo, tuziishi, tuziheshimu. Na ninyi mawakili wa pande zote, mawakili walio kwenye utumishi wa umma serikalini na ninyi kwenye private sector, tusaidieni tu enforce hii kitu. Tuzidishe na kudumisha heshima na hadhi ya mwanamke na watu wengine walioko kwenye makundi maalum. Na kanuni hizi zinasema kwamba kila dalali na msambaza nyaraka na mahakama kutambua makundi yafuatayo kama makundi maalum na kuwatendea watu hao kwa uangalizi maalum wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao. Moja, wazee, the elderly. Wazee. Na alafu sisi wote tutazeeka tu. Mimi nilikuwa kijana tena mzuri sana, lakini nimeshazeeka. Na kwa hiyo ule ujana usitufanye kwamba hatutazeeka. So long as you want to live and you live. Utazeeka tu. Na utakuingia kwenye hii category. Kwa hiyo hawa wazee unaenda ku-execute, sijui kupeleka summons na vitu gani. Ni mzee, uwezo wake pengine umeshapungua hata kutafakari. Watu wenye ulemavu, wagonjwa mahututi, yani wagonjwa wasiojiweza, wewe unaenda kufanya execution kwa wagonjwa wale mahututi. Maana yake ni nini? Alafu mnaongozwa na mawakili nao wamepokea zile hela, anasema anawakilisha mteja wake. Mawakili hizi sheria lazima muzishi. Hizi ni court officers. Waliofiwa hivi karibuni. Na wanawake wajawazito.
Sheria imeshatambua. Sisi Jaji Mkuu alishatunga hizi kanuni. Mtusaidie. Sisi wenyewe hatuwezi kuzitekeleza kwa sababu kwanza sisi huwa hatuko mitaani. Ninyi nyenye ndio mnatuletea hizi kesi. Na ninyi wazazi ni waombeni. Ninyi wazazi, ndugu na jamaa, mliokuja kuambatana hawa jamaa wa leo hawa, mtaendelea kwenda kuwashauri wakisha toka hapa. Mnapoenda kushiriki sherehe mnazoenda kufanya, mtusaidieni kuwafunda hawa watu. Vinginevyo mtakuwa mnakaribisha laana katika familia zenu. Sijawahi kuona mtu anayemnyanyasa mnyonge akaishi akafanikiwa kwa kudumu kiasi hiki. We cannot afford to entertain courting disasters in our own families and posterity. Na hizi laana zinawahusu kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Tena wengine mnaweza kwa mnazulumu watu na majumba mnaojenga yakawa yanaungua na vigari vingine vinapata na ajali. Alafu kama kwa dhuluma hii ndio nataka kupata hali fedha ya kwenda kumchumbia mke, huyo mwanamke akija hapa atakuwa anakuendesha. Mpaka mama yako atakwambia, wewe umetuletea binti gani huyu? Hivi ni toka wapi huyu? Ni wa Msoma au ni wa wapi? Kila dalali na msambaza nyaraka wa mahakama katika utekeleza majukumu yake anapaswa kuepuka kutenda kwa namna ambayo itamdhalilisha, kumfedhehesha au kumkosea adabu mtu yeyote. Yazingatieni haya. Na kama nilivyosema, mawakili kama maafisa wa mahakama mkae wasimamizi wa kuhakikisha masharti ya sheria na kanuni hizi yanazingatiwa ipasavyo. Mawakili msimame kama maafisa wa mahakama katika utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama. Iwe kwenye execution, kusaidia mahakama kuhakikisha utekelezaji unafanyika kwa kuzingatia sheria na wala sio vinginevyo. Na Tanganyika Law Society, mlinde na kusimamia utekelezaji wa kanuni na sheria zinazogusa haya makundi maalum. Na kama hiyo kusha kutangulia kusema, hizi sheria nyingine siku zote mnatekeleza, lakini kwenye hizi kanuni zinazohusu makundi maalum, ninyi mnapaswa kuwa sauti ya wasio na sauti. Lakini mfanye hivyo kwa hekima na akili, mkitambua kwamba ninyi ni maofisa wa mahakama. Taifa hili linahitaji mawakili watakao wasaidia wananchi wasiokuwa na uwezo wa kupata huduma za kisheria. Toeni mchango wenu katika huduma za msaada wa kisheria kwa makundi yenye uhitaji maalum. Na hivi ndivyo mnavyopaswa kuishi. Mimi naamini sana kuhusu umuhimu wa chama chenu hiki cha Tanganyika Law Society. Na serikali yenyewe ndivyo ilivyo tu. Ndio maana nadhani mwaka 2024 I think so, uongozi wenu ulikuwa watenya mwaka moja. Na mlikuwa mnaishi kwa migogoro. Serikali inatambua umuhimu. Inasema mkishakuwa na migogoro hamwezi kusaidia jamii ya wananchi wa Tanzania. Ika-extend ile tenya kwamba uongozi wenu sasa uwe wa miaka 3 ili hata mnao ya plani yaweze yatekelezeke. Mimi nataka muishi na kuheshimu hiyo nia njema ya serikali, mtekeleze wajibu wenu kwa njia ya sheria, kwa mujibu wa sheria, kwa namna ambayo ninyi wenyewe mbaki kuwa mfano katika jamii. Na majukumu yenu yametajwa katika sheria kwenye kifungu cha 4 cha sheria ya Chama cha Mawakili Tanzania. 1, kudumisha na kuboresha viwango vya elimu vya maadili na elimu ya taaluma ya sheria nchini Tanzania. B, kuwezesha upatikanaji wa maarifa ya sheria kwa wanachama wa taaluma ya sheria na watu wengine. C, ambayo kwangu ni ya muhimu, kuisaidia serikali, bunge na mahakama katika masuala yanayohusu utungaji wa sheria
pamoja na usimamizi na utekelezaji wa sheria nchini. This is your statutory duty, you should live by it accordingly. Sasa mnafanyaje? Na ili mweze kuyatekeleza haya, hamwezi na hampaswi kuwa wanaharakati. Maana mmewekwa pale muisaidie serikali, wanasema kuisaidia serikali, bunge na mahakama, kusaidia muhimili wa utendaji, bunge na mahakama katika masuala yanayohusu utungaji wa sheria pamoja na usimamizi na utekelezaji wa sheria nchini Tanzania. Ninyi ni wadau muhimu katika utawala wa sheria unaozungumzwa kwenye ibara 26 Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itekelezeni kwa namna ambayo mtabaki kuwa kana kwamba ninyi ni maafisa wa mahakama, sio wanaharakati. D. Kuwakilisha, kulinda na kuwasaidia wanachama wa taaluma ya sheria nchini Tanzania kuhusiana na masharti ya utendaji kazi na masuala mengine. E. Kulinda na kusaidia umma nchini Tanzania katika masuala yanayohusiana, yanayotokana na au yanayoshabihiana na sheria. Ndio maana hili sharti la ndio maana nimetumia muda mwingi hapa kuwaasa ninyi. This is the essence ya mimi kuwaasa ninyi kwenye hili. Ninaelezea kulinda na kusaidia umma nchini Tanzania katika masuala yanayohusiana, yanayotokana na au yanayoshabihiana na sheria. Ndio maana nawaambia haya, nawakumbusha kwa sababu naona wakati fulani kama mnajisahau. Haya, kumiliki, kuhifadhi, kuendeleza na kuuza mali za aina mbalimbali zikiwemo mali zinazohamishika na zisizohamishika, na kupata mtaji au mapato kutokana nazo kwa ajili ya kutimiza madhumuni yote yaliyotajwa hapo juu. G. Kukusanya au kukopa fedha kwa ajili ya kutimiza madhumuni yote yaliyotajwa hapo juu kwa namna yote na kwa dhamana yote itakayoamuliwa na chama. H. Kuwekeza na kushughulikia fedha za chama ambazo hazihitajiki mara moja kwa namna yote itakayoamuliwa na chama mara kwa mara. I. Kufanya mambo mengine yote yanayohusiana au yanayochangia kufikiwa kwa madhumuni yaliyotajwa hapo juu au mojawapo ya madhumuni hayo. Nimelazimika kuyasoma haya kuwakumbusha ninyi mliokuwa admitted leo na wenzeni ambao mko kwenye practice kwa muda mrefu kwamba haya ndio mkienda kuishi tofauti na hayo tutapambana tu huku kwa mujibu wa sheria tulizoweka. Kuna utaratibu wa mlolongo wa kinidhamu. Halafu tumeanza hapa na tulikuwa tunasoma mambo mengine. Naona sisi tena tumeanza kwenda kucite kesi mbele za majaji ambazo zimekuwa artificially generated, yani zimepikwa, hazipo. Tanganyika Law Society mwe proactive kutusaidia tutengeneze kanuni za kudhibiti hivi vitu. Vinginevyo mtakuja kuwa redundant. Utakuta hata wengine wamepiga suti na tai hivi na miwani meusi wamevaa, wanajifanya ni mawakili, kazi zenu zitaenda. Ninyi lazima muilinde hii jirasile. Yani kabisa unaenda kwa jaji, tena jaji wa mahakama kuu. Nadhani sijui tutafanyaje. Hivi huo sio udanganyifu au sio abuse of office au tutazungumza na DPP atajua namna ya kufanya. Kwa hiyo Tanganyika Law Society na chama wake wote mna wajibu wa kusimamia utekelezaji wa sheria zikiwemo sheria zinazohusu makundi maalum. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, kwa mara nyingine tena ni washukuru na kuendelea kuwaasa ninyi mliokuwa admitted leo kuwakumbuka na kuwaenzi wazazi, walezi wenu, ndugu na jamaa na marafiki na hata majirani, kwani wao ndio waliowekeza wakati wao, juhudi, rasilimali na malezi yenu. Leo umefika hapa. Sasa masuala ya kupiga tai hivi na kunyoa vipara yasije katufanya tukawadharau hawa watu. Ni watu muhimu sana. Hii ni pamoja na wenzi wenu. Wengine hapa mmeshaoa au mmeolewa, muwaheshimu.
wana mchango mkubwa sana kufikia hapo kwenu mlipofikia ninyi. Kwamba kumbe wenzi wana mchango mkubwa sana. Walikuwa wanatia moyo, mnaishi kwa amani, wanawaheshimu, mnaheshimiana kule kama spouses, lakini nazungumzia mtu mume na mwanamke. Endeleeni kuonyesha heshima, shukurani na kuthamini msaada na mchango wao. Ni msingi wa utu, maadili mema na mafanikio katika maisha yenu binafsi na ya kitaaluma. Na hata neno la Mungu linasema ni amri ya 4, amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako upate heri na kuishi miaka mingi duniani. Na kwa mara nyingine tena niwapongeze sana kwa kukubaliwa na kupokelewa kuwa mawakili. Ninyi ni watu wema na mimi nawapenda sana. Mimi kama kiongozi wenu, ni mlezi wenu, ni mzazi wenu. Wazazi, sisi tunaotokana wazazi, wakati fulani wanakuwa wakali kwetu, lakini kwa nia njema tuje kuwa watu wa maana katika jamii. Responsible person in the society. Na wakati fulani tukikosea wanatuchapa viboko. Mimi leo sikuwachapa viboko vile, lakini nimewashauri maneno hayo yatawasaidia katika maisha yenu. Sisi wengine yametufikisha hapa. Tunachoshea na ninyi ni kushare uzoefu wetu na ninyi. Tunataka ninyi muendelee kuwa watu wazuri katika taifa hili, mkitumikia taifa hili kwa namna ambavyo hatuna taifa lingine isipokuwa hili tu taifa hili, mkilinda masilahi ya haki, masilahi ya umma na masilahi ya taifa hili. Kama nilivyoeleza awali, jamii wa Tanzania ina matarajio makubwa kwenu. Nendeni mkatekeleze majukumu yenu kwa haki, usawa, uadilifu, uwezo. The capacity to deliver. That's what is so much matters about this one. Kwa upande wa mahakama, tutaendelea na jukumu letu kutoa haki kwa mujibu wa sheria mapema isapasavyo. Narejea tena hapa kwamba tusaidieni katika kufikia azima ya kutenda haki kwa wote mapema ipasavyo, na kwa kuweka mbele masilahi ya haki badala ya legal technicalities. Na huku mahakamani tumeshakubaliana kwamba sisi wenyewe ndio wenye shughuli, ndio tumepewa jukumu la kutenda haki. Ikiwa kuna chochote kinaharibika pale, tunaolaumiwa ni sisi mahakama, sio ninyi mawakili. Kwa sisi lazima tuwe proactive na tuwe active kule mahakamani, ili tutambue kilichojiri hasa ni nini na sheria inasema nini, tutende haki kwa namna hiyo. Narejea kutambua kwamba kuna watu wengine hawana uwakilishi, na kanuni tayari zinatuelekeza kama jaji, hakimu, kuona kwamba huyu mtu hahitaji msaada, watu wanatoka kwenye makundi maalum msaada wa kisheria, tuchukue hatua ipasavyo. Lakini kuna watu wengine wanakuja mbele ya mahakama, ni mawakili, pengine ni wageni kama ninyi, hawajawa na ile mastery. Ndio maana tuna senior land councils hata huko kwenye vyama vyenu. Kwa hiyo wanahitaji mahakama itakuwa na active role tu. Wengine bado hawajaelewa, lakini wengine wana particular vested interest. Sasa hao na wafanyaji, ukifanya maamuzi wewe jaji au hakimu ndio nenda kulaumiwa mahakama. Kwa hiyo tusaidieni sana, tusaidieni kwenye hili jambo litendeke. Na mimi naomba sana tutakuwa tunafanya monitoring and evaluation. Na kwa maana hiyo, kwa sababu pia kuna jukumu la Tanganyika Law Society kukuza taaluma yenu, elimu ya kitaaluma. Nadhani hili Tanganyika Law Society tutaendelea kulisimamia ipasavyo. Mkiwa na mahusiano mazuri na taasisi hizi za umma, nadhani wanaweza kuwa na sponsor hata kuendesha mafunzo kama haya. After all, chama chenu hiki ni professional body, ni chama cha wanataaluma, kinawajumuisha pia majaji, kinawajumuisha mawakili wa serikali, kinawajumuisha mahakimu na watu watumishi wengine walio kwenye public service. Ikugona behave kama ni watu wasikatas. Sidhani kama mnaweza mkapata shida ya kupata fedha za kufadhili
elimu hii iwe inatolewa mara kwa mara kwa wanachama wenu. Huo ndio ushauri wangu mimi, ndio ushauri wangu. Kwa hiyo imarisheni hiyo elimu, na kwa upande wa mahakama tutaendelea na jukumu letu kutoa haki kwa mujibu wa sheria mapema ipasavyo. Mnao nafasi ya kutoa ushauri kwetu mahakama pamoja na wadau wengine ili kuendelea kuimarisha mfumo wa utoaji haki. Na kama mnavyofahamu, Tanganyika Law Society hamjawahi kuacha kuhudhuria kwenye vile vikao vile vya wadau kwenye haki jinai au haki madai, na ushiriki wenu umetusaidia kuleta mabadiliko makubwa sana. Tuwashauri muendelee kushiriki, na tunayokubaliana na tulioyawekea mikakati. Rais wa Tanganyika Law Society ulikuwepo mikutano yote ya kwanza na tukaona matokeo yake. Kwa hiyo endeleeni kuhimizana huko, tunataka hili tulimalize. Changamoto zilizopo hatuwezi kuzimaliza, sisi ni binadamu, sisi sio Mungu, lakini hatimaye yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu sisi kuyamaliza, tuyamalize. Kwa hiyo narejea kwamba mnayo fursa na nafasi ya kutoa ushauri kwetu mahakamani pamoja na wadau wengine wa mahakama ili kuendelea kuimarisha mfumo wa utoaji haki mapema ipasavyo hapa nchini. Nawatakieni kila laheri katika maisha, utumishi na shughuli zenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.